Kula kiapo leo kwa mujibu wa sheria. Kabla sijasema jambo lolote, kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Moja, kupitia vikao vile vya chama kwa kuniamini na kupendekeza jina langu kwa miongoni mwa wagombea wa kukiwakilisha Chama cha Mapinduzi. Lakini la jambo la pili, niwashukuru wananchi wa kata yangu ya Mipeko ambao ndio mimi nimewahudumia kwa kipindi cha miaka 5 na hatimaye wamenipa tena awamu hii ya pili. Imani kubwa ya wananchi wa Mipeko ni kutokana na miradi mingi ambayo imefanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi pale kata ya Mipeko katika kipindi cha miaka 5 iliyopita tumeweza kupokea miradi ya takriban bilioni 6, kwa maana ya kwamba tulikuwa na shule 3, leo tunavyozungumza tuna shule zaidi ya 7 za msingi, lakini vile vile tulikuwa na kituo kimoja tu cha afya maana ya zahanati, leo tunavyozungumza tuna zahanati zaidi ya 2. Kwa tumefanya kazi kubwa. Lakini sio hivyo tu, wakati ule sisi tunaingia na rais anaingia, barabara zetu zilikuwa na shida sana. Mheshimiwa Rais ametupa pesa nyingi sana kwenye miundombinu ya barabara kupitia Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Mbunge Abdalla Hamisi Ulega, ambapo kazi kubwa imefanyika kufungua barabara hii ya Mwanambaya mpaka Mbande. Tumeweza kujenga madaraja yenye thamani ya zaidi milioni 600 katika kipindi hichi. Lakini tumefungua barabara ya Kitonga, Keguza, Mwanadilatu na kuja hapa Mkuranga. Kwa kazi kubwa imefanyika, utaona hivyo. Sasa baada ya miaka hii 5, wananchi wameendelea kuonyesha imani kubwa na wamempatia rais kura nyingi sana. Kwanza kata yangu mimi, Mheshimiwa Rais amepata zaidi ya 95% za kura za urais. Wananchi walijitokeza kwa wingi na wamepiga kura kwa wingi. Jambo la tatu, leo ilikuwa ni siku ya kuapa. Tumeapa, lakini jambo ambalo limetuvutia sisi kama madiwani ni kuona namna ambavyo halmashauri yetu imeendelea kukusanya zaidi. Lakini si tu kukusanya, matumizi yale yametumika kwa nidhamu kubwa sana. Mathalan, mwaka huu wa fedha 25-26 tulipanga kusanya zaidi ya bilioni 74. Robo hii ya kwanza ambao malengo ilikuwa ni kukusanya 25% ya bajeti. Kamati hii ya halmashauri kwa niaba ya baraza la madiwani imekusanya zaidi ya 34%, na miradi hile ya maendeleo imefanyika. Tumejenga shule na tunaendelea kujenga barabara zetu za ndani. Kwa tunamshukuru sana rais na tunao matumaini makubwa. Baraza hili na mchanganyiko wa vijana, watu wenye rika kati na watu wazima. Lina watu ambao wana elimu nzuri, kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba tutafanya vizuri. Na jambo la 4 pia nitumie nafasi hii niwashukuru wenzangu kwa kuniamini na kunichagua kuwa mwenyekiti wa kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira wa halmashauri ya wilaya Mkuranga. Ahadi yangu kwao ni kwenda kuwatumikia kwa unyenyekevu mkubwa, kwa uadilifu na kwa uzalendo zaidi. Tunahitaji tukakusanye pesa, tunahitaji tukafanye kazi kwa uzalendo. Mathalan, sisi hapa halmashauri tumepanga kujenga ukumbi wa mikutano na hoteli ya kitalii ambayo ina thamani ya zaidi bilioni 2, na kazi ile imeanza kufanyika. Lakini pia sisi kama halmashauri tulikuwa tunapanga kila mwaka tunatenga 10% kwa ajili ya barabara zile za ndani milioni 600. Tunataka sasa tukaongeze, tutoke milioni 600 na hatimaye tufikie bilioni 2 ambazo zitakwenda kujenga barabara unganishi. Na tunayo furaha kubwa, Mheshimiwa Rais ametangaza wakati akiwa anahutubia bunge pale kwamba anakwenda kuongeza pesa kwenye ile taasisi yetu ya TARURA. Pesa zile zitakapoongezwa, maana yake hizi barabara zenye kilomita 796 za wilaya Mkuranga zitakwenda kufunguka. Na ndugu mwandishi, nikukumbushe tu, wilaya yetu ya Mkuranga inanasibika sana na uchumi wa kilimo kwa maana ya zao la korosho. Korosho ya Mkuranga ni korosho bora sana ambayo inapatikana hapa. Tunataka tukawekeze pale. Tunakwenda kujenga ghala ambao kwenye ilani imetajwa. Kwa tuna imani kubwa sana na Mheshimiwa Rais, na pia wananchi wana imani na sisi kubwa, tuende tukafanye kazi. Hatimaye Mwenyezi Mungu akijali, inshallah taala, nchi yetu itaenda kupata neema kubwa. Asante sana. Yangu kwa wananchi wa kata yangu ya Mipeko ni kwenda kushirikiana na uongozi huu ambao umepatikana. Tukatatue changamoto kwa wakati, tuwafikie wananchi, lakini rai yangu sana kwa watumishi. Maana rais amesema sisi ni watumishi wa wananchi. Twende tushuke chini tukatatue migogoro. Tusiwe watu wa kukaa ofisini. Twende tukatatue migogoro, lakini pia tusiwe sehemu ya kusababisha migogoro. Wananchi wana matumaini makubwa na sisi kama viongozi kwa sababu wametupa dhamana hiyo.